popote unapoisikia sauti hii, ni sauti ya Injili. Injili inatoa wokovu kwa watu wote. Kabla yote imempendeza Mungu jioni hiyo tukaweza kusikiza Injili yake takatifu kwa uwezo wa Mungu. Ninakwenda kuomba. Asante Mtakatifu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana, tunasema asante kwa majira ya Bwana, nawe umekupendeza Injili kwa watu wako. Bwana wako Mtakatifu aweze kudhihirisha kwa kila yeye awezaye kusikia sauti hii jioni hii ya leo. Naomba kuamini. Amina. Tutaenda kusoma ujumbe katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ule mstari wa 17, sura ya 17 na ule mstari wa 30. Matendo ya Mitume ile sura ya 17 na ule mstari wa 30. Ninasoma kwa uwezo wa Mungu. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30. Biblia takatifu inasomeka ya kuwa basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya hazioni, lakini sasa anaagiza watu wa kila mahali wapate kutubu. Huo ndio ujumbe wa leo. Unaisikia sauti hii jioni ya leo. Zamani za ujinga Mungu alijifanya hazioni, lakini sasa anawaamuru watu wote wakiwepo na watu wa makombozi waweze kutubu, waweze
atakiri Mungu ananipenda, Mungu anahitaji asipate mtu yeyote. Anasema hatamani kuona mtu yeyote anapotea, na kupotea ni kufa katika dhambi. Usikubali ukafe katika dhambi. Injili inahubiriwa, inakuhitaji wewe. Injili inahubiriwa vya kutosha, inahitaji moyo wako uweze kulainika, uweze kumwishia Kristo. Huyu Mungu alihubiri toba. Yesu alipokuja tokea wakati ule, Yesu aliweza kuhubiri akisema, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tiketi pekee, tiketi pekee ya kuingia ufalme wa mbingu ni kutubu. Hakuna njia nyingine zaidi ya kutubu. Hakuna njia nyingine zaidi ya kutubu. Usipotubu dhambi zako hautafanikiwa. Maandiko yanasema asungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Yeye afichaye dhambi zake, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Wakati wa kufanikiwa ni sasa, wakati wa kusamehewa ni leo. Vile unaposikia sauti ya Injili, Injili ya Kristo inakuhurumia, Injili ya Kristo inakuita. Mungu nyakati zote amejifanya haoni matendo yako, amejifanya hauoni uchawi wako, lakini sasa anaamuru, anasema tubu, anasema tubu, usiungame dhambi zako upate kuhurumiwa, upate kuhurumiwa. Hakuna huruma usipotubu, usipotii ili agizo la Yesu Kristo. Ukisoma kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, kila aliyetenda dhambi alitubu. Kila aliyehitaji kuambatana na Mungu wake, na Mungu wake alikubali ya kwamba yeye ana dhambi. Maana tukisema tuna dhambi tutakuwa tunajidanganya. Angesinge kuja Yesu Kristo akahubiri toba na ondoleo la dhambi. Dhambi moyoni mwa mtu haiwezi kuondoka asipotubu. Dhambi moyoni mwako haiji kutoka usipokubali, usipokubali kupokea Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi na Bwana wa maisha yetu. Yesu Kristo anamwaga damu yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukisoma kile kitabu Mathayo 26 ule mstari wa 28 anasema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yesu Kristo anaishughulikia dhambi, anashughulikia dhambi ipasavyo kwa yeye aaminiye Injili, kwa yeye aliaminiye neno la Kristo ataokolewa. Usipoamini utahukumiwa. Usipoamini hukumu ipo juu yako ndugu yangu. Wakati ulio nao ni mchache, wakati tulio nao ni mchache. Inatupasa tumwamini Yesu Kristo, inatupasa umwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo ameweka njia nyepesi pekee. Anasema yeyote ambaye anahitaji kunikaribia ni lazima tubu kwanza dhambi zake zote. Ukitubu unasamehewa, ukitubu unaokolewa. Ukiendelea kufanya moyo wako kuunguru, utaangamia. Duniani ni kama mvuke, duniani sisi sote ni kama maua, tunapita. Baada ya kufa ni hukumu. Utatoa hesabu zako, utatoa hesabu ya maisha yako yote uliyoishi duniani. Utaulizwa ya kwamba je, Injili haukusikia? Utaulizwa maswali hayo, utakosa cha kujibu. Maana ulifanya moyo wako kuwa mgumu. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Mwamini Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zetu. Mwamini Yesu Kristo aliuawa ili na wewe tusiwe watumwa tena wa dhambi. Maana hapo mwanzo tulikuwa kama kondoo tuliyepotea, hatuna mchungaji. Lakini Mungu kwa kumpiga Yesu Kristo, kwa kumpiga Yesu Kristo, dhambi kaondolewa, dhambi kaondolewa.
duniani, ili kila mwanadamu akisikia hizi habari za kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu aweze kuokoka. Achana na dhambi, achana na dhambi, mwamini Yesu Kristo. Ninarudia kusema tena, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume ule mstari wa 30. Basi zamani zile za ujinga Mungu aliziona, Mungu alifanya. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama asioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kutubu ni agizo, kutubu si agizo, ni agizo langu. Mungu anaagiza watu wa kila mahali